Tunakushukuru ewe Bwana kwa ajili ya neema na fadhili zako zilizo nyingi Bwana ambazo umemimina mahali hapa siku ya leo. Asante kwa mkono wako ulio hodari unaofanya kazi maishani mwetu mfalme. Tangia Bwana ulipotumbwa na ukatuita katika ufalme wako, umekuwa pamoja nasi, umeongoza kila nafsi mahali hapa Bwana. Umetufunza katika mapenzi yako. Hakuna uovu wote ulimeruhusu utufikie Bwana. Umetulinda usiku na mchana. Na siku ya leo Bwana ukatuandalia nafasi kama hii tuwe mbele zako. Tupokee kutoka kwako Bwana na tufunzwe na wewe. Tunaomba katika jina la Yesu Kristo hiki kikao Bwana kiwe ni kikao chako, kimetakasika katika jina la Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na yakoba Bwana tunapokusanyika mahali hapa na kufanya kazi ambayo umetuitia tukaifanya mahali hapa Bwana. Tunaomba rehema na fadhili zako zifulike mahali hapa na kila mmoja wetu Bwana akapokea kutoka kwako kile ulichotamani tukapokea kwako ewe Bwana. Asante kwa maana utakuwa pamoja nasi na utatufunza na jina lako kuu na takatifu litapata kutukuka mahali hapa. Pokea heshima na utukufu wote maana wewe ni Bwana. Ni katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana mkombozi wetu tunaomba pia na kuamini. Amen. Amen. If you are there, the book of Acts chapter 19, nitaenda slowing down na pia saa zingine nakimbia na naamini tutabarikiwa pamoja. Amen. Mistari ya kwanza ni 4-5. Siku ya Jumapili ambayo ilipita, Minister Jordan took us through them. Na mambo yaliyo muhimu sana ambayo tuliona mahali pale ya kwamba kulikuwa na uwezekano wa watu kumkubali Bwana awe Bwana na Mwokozi wao, ili hali wao wakose kujazwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Na tukaona siku ya Jumapili ya kwamba kuna watu walikuwa wamekubali Yesu na wanaelewa mambo ya ufalme, lakini hawakumpokea Bwana Yesu, hawakumpokea Roho Mtakatifu. Na ndiposa Paulo alipofika kwa wao, jambo la kwanza alilolifanya ni kuwaombea wajazwe na Roho. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na pia tukahimizika sana kuona umuhimu wa Roho Mtakatifu kufanya kazi miongoni mwetu. Haleluya. Usiwe na siku hata moja kwamba sisi tutaona kama roho hafai, but maishani mwetu tutakuwa na Mungu. Tunatamani ya kwamba Mungu atatujaza na vyake, na ili tunapofanya kazi ya imani tunafanya kazi tukiwa tumejazwa na Roho Mtakatifu. Haleluya. Siku ya leo ningetamani tukaanzie mahali pale tukiwa tumeelekea chini. Kile ambacho nilitamani kukiguzia mistari ya kwanza mbili, Acts chapter 19 from verse 1 to verse 7, ni kuona ya kwamba in verse 1 the Bible is saying, and it happened while Apollos was at Corinth, Paul, having passed through upper region, came to Ephesus, and finding some disciples, he said to them, did you receive the Holy Spirit when you believed? Kumaanisha ya kwamba Roho Mtakatifu, sio Roho Mtakatifu, Paulo alikuwa ameingia huu mji, na pia Apollos pia alikuwa ameingia huu mji. Kuna kitu fulani natamani uone mahali pale ya kwamba when Paul had planted the church at Corinth, Apollo had planted the church at Ephesus. Wao walipanda makanisa mahali tofauti. Paulo amehubiri hapa, Apollo amepanda kanisa mahali pale. Lakini muda ulipozidi kidogo, Paulo anaelekea mahali Apollos alipanda kanisa, naye Apollos anaelekea mahali Paulo alipanda kanisa. Naona msukumano kumaanisha, and I will quote for you 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 7. Paul saying, I planted and Apollos watered, but God gave the growth. So neither he who plants or he who waters is anything, but only God who gives the growth. 1 Corinthians chapter 3 verse 6 to 7. Kumaanisha hivi ya kwamba yeyote ambaye anapanda kanisa sio chochote, na yule anayepalilia au kutia maji pia yeye sio chochote. Yule wa muhimu sana ni Mungu anayefanya hizo zote zikue. Yaani yule anayepanda kanisa na yule anayekuja kupalilia sio kazi yoyote. Na kumaanisha wao wawili hawako na vita. Hata wale watu niliongoza wakaingia katika wokovu. Sasa Paulo na Apollos anawahubiria. Anawahubiria akiwa nani? Sijui kama mmepata wahubiri kama wao wanasema ni mimi nilikuzaa kiroho, mimi ndiye baba yako ya kiroho. Na huwezi enda mahali popote. Paulo na Apollos hawako na shida. Mimi nikitumika kwa Mungu nifanye mtu fulani apandwe katika mizizi ya wokovu. Mwingine akuja amlee afiki kiwango kingine mpaka anazaa matunda. Sisi wote, mimi na mwenye anafanya hiyo kazi ni bure. Yule wa muhimu sana ni Mungu anayefanya hiyo mbegu ikue na izae matunda. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Na hili jambo ningetamani mliweke katika moyo sana. Walibadilishana hivi.
Paulo anaelekea mahali huyu Apollos alipanda kanisa, naye Apollos anaelekea mahali Paulo alipanda kanisa. Na hawana shida. Haleluya. Amen. Hawana shida. Siku ya leo tukisikia ati fulani ametumwa mahali fulani akapande kanisa akahubiria watu waokoke wakuje katika ufalme, alafu baadaye wale waliokuwa upande huu wakaenda pande huu wakamfuata. Ikisemekana kwamba huyo mhubiri amehamia pande nyingine, kusikiki hata kuna mhubiri anachukua hiyo kazi aendelee nayo, watu wanasema hapana, mbona anakula matunda ya mtu mwingine aliyepanda? Paulo na Apollos hawako na hiyo shida. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Na hilo jambo ulitie mkazo katika moyo wako sana, ya kwamba hata ukiondoka hapa uende kupata mhubiri mwingine akulee kutoka kiwango ambacho uko ufike kiwango kingine. Ni mapenzi ya Bwana yale mambo yafanyike. Haleluya. Kwa nini sisi tumeitwa tukiwa vyombo tofauti? Kuna yule wa kulisha, kuna mwingine wa kupalilia, mwingine ni wa kufanya pruning, mwingine ni wa kuwekelea mikono ufike kiwango kingine. All these are meant to be for the benefit of the believer. Yule aliyeokoka ndiye anafaa kufaidika na hizi vipawa ambazo Mungu amepeana katika nyumba yake. Bwana Yesu asifiwe. Na hilo ndio ombi langu, ya kwamba usifike mahali unakwama, unasikia kabisa ati ni huyu tu anaweza nihubiria. Hapana, kama ni Paulo alikupanda, kubali pia Apostle Paul apitie hapo, pia naye akukosoe mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Itakuwa baraka. Tuendelee hapo mbele kidogo. Mstari wa 8 unasema hivi. Nasoma kitabu cha Matendo ya Mitume 19 na niko mstari wa 8 sasa. And he went into the synagogue and spoke boldly for 3 months, reasoning and persuading concerning the things of the kingdom of God. But when some who were hardened and did not believe, but spoke evil of the ways before the multitude, he departed from them and withdrew the disciples, reasoning daily in the school of Tyrannus. And he continued for 2 years, so that all who dwelt in Asia heard the word of the Lord Jesus Christ, both Jews and Greek. Hallelujah. Haya maandiko yanatuonyesha jambo fulani, ya kwamba katika kuhubiriwa kwa neno sio lazima watu wote wakubali. Hallelujah. Na sio lazima watu wote waokoke. Katika kuhubiri kwa neno kuna watu ambao hawasikizi na hawasikii. Nisikia Masai mwingine anahubiri mahali fulani, anamwambia ndugu yangu lazima uokoke. Yeye anasema hapana, mimi siwezi kuokoka, hiyo kitu siamini. Hapo lazima uokoke. Yeye kulingana na imani yake hawezi imagine anaweza hubiria mtu fulani aokoke akatai kuokoka. Baadaye akachomoa sword na kuambia lazima uokoke. Haleluya. Hata kama hii injili imekukoroga kiasi kigani, unasikia kabisa watu wote wanafaa kufuata hii njia fulani. Wewe ukishafanya kazi yako, kubali, kuna wale watakubali neno na wengine watakataa. Wengine wanaambia waache uovu, wao hawasikizi, wako njia zingine. But believe that you have sown the word. In fact, Biblia inasema after doing this daily, akaondoka akaelekea mahali pengine. Bwana Yesu asifiwe. Kuna jambo lingine pia nataka uone mahali hapa. Katika kuhubiri kwa Paul, sio mahali kwingi sana utaona jina reasoning limetumika, lakini kwa hii group ambayo iko hapa karibu na School of Tyrannus, amewahubiria verse 8 nasema reasoning and persuading them. Sana sana jina lile unasikia Paulo akitumia sana ni la persuading. Hallelujah. He persuades men to come to the gospel, to come to the kingdom of God. Wakikataa anawaachilia. Hapa tunaona kuna jambo fulani niongezeka. He was reasoning with them. Kwa nini? Ni watu wa filosofia, watu wa masomo mingi. Hao ndio wanahitaji mtu atakaye keti na wao and they reason together. And as they reasoned, ni wachache walikubali. In fact hapa hakuna record ya watu waliokubali. But this is one of the ground ambao tunajua kwamba among the many places ambazo Paulo alihubiri, hapa ndio injili haikusikika sana. Bwana Yesu asifiwe. Na inatuonyesha jambo fulani. Kuna watu katika maisha hata tukifanya bidii kiasi gani cha kuwahubiria, hawa watu mioyo yao ishageuka kwingine. Hallelujah. And this is why we should not waste too much of our energy and time preaching to certain groups of people. Hallelujah. Kuna watu hata ukipitia binu gani, wao washaamua katika mioyo yao hawataokoka. Mnakumbuka mfano ambao Yesu alipeana. Akasema kuna karamu iliandaliwa, watu wakaalikwa kwa karamu. Vikundi vitatu vikapeana sababu. Mmoja akasema mimi nimenunua shamba siwezi kuja, nipe ruhusa niende nikafanye kazi. Ili hali wanaitwa chakula cha jioni. Kumaanisha they were just giving an excuse. Hakuna mtu yeyote ambaye anaenda kulima kwa shamba na kujaribu mlao usiku.
Haleluya. Mwingine akasema pia nami nimeoa hivi juzi na siwezi kuja. Nani akisikia kuna evening dinner na ndio ameoa ataachilia na akijua kwamba atagharimika pia kwenda kulipa kwa hoteli nyingine na hapa amealikwa kwa bure. Bwana Yesu asifiwe. Wakapeana sababu, wote wakaondoka. Biblia inasema hivi, yule ambaye ni master alitumana waende wakatafutwe watu katika mapito ya njia. Go to the junctions. Wale zile njia za mkato, ita hao. Wale walioitwa ni watu ambao hawakufa. Watu ni wa chini chini. Haleluya. Ndio unasikia injili sana sana inafikianga watu wale wa chini chini kuliko wale wanaojisikia mimi nimefika, niko na kila kitu nahitaji katika maisha. Mimi hii mambo ya kuniambia sijui nini kwenda Jumapili kukaa katika kanisa, wanaona ni upuzi tupu. Ndio unaona sisi hatufai kutumia energy yetu nyingi going to those people. Kwa nini? Hata ukienda kwao watakukemea. They think you are coming to them because you have a problem. Wanakuuliza mhubiri, mmaliza ni pesa kama ngapi inakusumbua? Unahitaji ngapi nikupatie? Usiku unakuja hapa kila Jumapili. Bwana Yesu asifiwe. But there are people to whom this gospel belongs. Hallelujah. When Jesus said that the Holy Spirit is upon me and he has anointed me, Biblia inasema to preach the gospel to the poor, not to the rich. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Blessed are the poor in heart. Bwana Yesu asifiwe. Ndio hatufai kutumia energy yetu nyingi na mali zetu tukienda kufanya mikutano runda. Sio ya kwamba watu wametukanwa, hapana. Wacha nikwambie ukweli wa mambo, kuna uwezekano mkubwa sana watasikia ile injili unayohubiri. Hallelujah. They feel they have washafika, wako na kila kitu wanahitaji katika maisha na wana haraka hizo nyingi ambazo mko nazo. Hallelujah. Ndipo naomba siku ya leo, even when God gives you a chance to encourage your brethren, hata kama ni your siblings wala watu wenu hapo nyumbani, take that moment and teach them the word of God. Kwa nini? Wao wataisikia injili haraka kuliko watu ambao wametoshereka. Hallelujah. Paul is on with these people, but we don't hear a single comment ya mtu mmoja aliyokoka, hata mmoja. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Kitabu cha Mitume 19 mstari wa 11 unasema hivi. Now God worked unusual miracles by the hands of Paul, so that even the handkerchief or aprons were brought from his body to the sick, and the diseases left them, and the evil spirits went out of them. Then some of the itinerant Jews, exorcists, took it upon themselves to call upon the name of the Lord Jesus over those who had evil spirits, saying, "We exorcise you in the name of Jesus, who Paul preaches." And also there were 7 sons of Sceva, a Jewish chief priest, who did so. And the evil spirit answered and said, "Jesus I know, and Paul I know, but who are you?" Then the man in whom the evil spirit was leaped on them, overpowered them, and prevailed against them, so that they fled out of the house naked and wounded. This became known both to all Jews and Greeks dwelling in Ephesus, and fear fell on them all, and the name of Jesus Christ was magnified. And many who had believed came confessing and telling their deeds. Also, many of those who had practiced magic brought their books together and burnt them in the sight of all. And they counted up the value of them, and it totaled 50,000 pieces of silver. So the word of the Lord grew mightily and prevailed. Bwana Yesu asifiwe. Hapa kunayo mambo mengi sana ambayo yametajwa, ambayo nitayaguzia kwa kifupi kila jambo na nitaenda tu pole pole. Jambo la kwanza, mstari wa 11 unasema hivi. Now God worked unusual miracles by the hands of Paul. Ya kwamba wakati huu kulitendeka miujiza ambayo sio ya kawaida kupitia kwa mikono ya Paulo. Lile jambo nataka ulishike mahali pale ni hili. The Bible says it is God who worked miracles through the hands of Paul. Hallelujah. It is not Paul who worked miracles through the hand of God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Now God worked miracles through the hands of Paul. Not now Paul worked miracles through the hand of God. Hiyo ni tofauti kabisa. Ni Mungu anayefanya kazi kupitia sisi. Sio sisi tunayefanya kazi kupitia Mungu. Hiyo ni tofauti. Ni Mungu anayefanya kazi. Ukiona muujiza unaotendeka mahali fulani, sio mwanadamu yeyote. Sio fasting ya mtu imefanya huo muujiza ufanyike. Haleluya, tusitadanganyike. Haleluya.
Sio kujitolea dhabihu zangu nyingi zimefanya muujiza fulani ufanyike. Ni Mungu anayefanya kazi kupitia sisi. Hallelujah. God worked miracles, unusual miracles through the hands of Paul. Jambo la pili ambalo nataka ulishike sana kwa makini hapa ni ya kwamba hata kama tumezoea miujiza, wakati jina muujiza linatajwa, watu wanaanza kufikiria watu wanaofanya miujiza ya kipepo, miujiza ya kichini chini, miujiza fake, miujiza ambayo haieleweki. Wakati muujiza unatajwa, we hear those stories. But my question is, whenever there is a fake thing, there must be an original thing. Hata saa hizi tumepewa noti mpya za Kikenya. Wakati noti mpya zimetokea, ndio kumetokea wengine ambao ni wajaja wanaleta zingine fake. True or not? Na ukisikia kwa mfano usikie mzee mmoja au mama mmoja kule kijijini akisema hizi noti fake zinamaanisha hakuna noti yoyote original. Kwa hivyo hizi zote zimetokea, tunakata noti mpya. Hallelujah. And if you hear someone making such a comment, you will obviously say, yeye hajui chenye anasema. Kwa nini? Sisi zote tunajua there is some original money. Hallelujah. Siku ya leo nimekuwa nikiwatajia siku nyingi sana kuhusu watu wanaofunza mafunzo mabaya na kuhusu kazi ambazo zinafanyika kupitia kwa walimu wasio wa ukweli. But leo niruhusu nikuambia kwamba kunayo miujiza ya kweli. Hallelujah. Our God is a performer of miracles. And if we believe in Him, miracles will work amongst us. Hallelujah. And you belong to a church that believes in miracles. Hallelujah. Mimi kama mchungaji naamini miujiza. Kwa nini? Miujiza ishawahi tendeka katika maisha yangu. I am a witness of miracles that have happened in my life. Hallelujah. Na ndio naomba siku ya leo hapa kusiwe na mmoja atakayedanganyika ya kwamba kuna yule Mungu ambaye tunamwamini, ukisikia kuna jambo fulani ambalo limefanyika, huwezi amini hilo limetokana na Mungu. Wacha nikwambie kwa hiyo mambo. Mimi nimejionea au nimesikia watu ambao hawako na meno wakipata meno kimiujiza. What do you call that? Meno haikuwa, meno inaingia katika mwili. Mtoto anazaliwa mifupa imelegea, nyingine imekujika, mara ghafla Mungu anamponya, miguu inaanza kutembea. Hallelujah. Leo asubuhi nilikuwa nasikiza mhubiri mmoja akisema vile walienda kuhubiri mahali fulani. Jamaa mmoja akapelekwa theater. Alipelekwa theater kwa sababu senses zake zote zilikuwa zimepotea. Hasikii, haoni, mapua hainusi zile unavyonusa harufu. Sasa walipompeleka theater, akaanza kuambia watu, ondokeni maana hapa kunanuka moto. Akaanza kumwambia kijana, acha mchezo. Wewe hata harufu ya moto huwezi isikia. Aambia hapana, ondokeni maana hapa kuna moto inanuka. Baadaye kumuondoa akampeleka the inner room ya theater. Walipompeleka hapo akashout. Akawaambia, nasema let everyone evacuate. Tuondoke hapa kuna moto. Wakasema huyu jamaa hata kama amepagawa acha tumfuate. Wakaondoka. By the time mtu wa mwisho alikuwa anaondoka kwa mlango, moto ililipuka katika hiyo building ikachoma nyumba yote. What do you call that? A miracle. Kwa nini? Jamaa amepelekwa theater sababu mapua yake hainusi. Lakini Mungu amemletea kunusa wakati unaofaa. Hallelujah. He performs a miracle and he starts smelling wakati wanaofaa kusikia kuna harufu ya moto. Hallelujah. Naomba Mungu akutendee miujiza miwili mitatu katika maisha yako. Kuanzia hiyo siku usiwahi hata siku moja doubt ya kwamba Mungu anaweza tenda miujiza. Hallelujah. As a pastor, I believe in miracles. And even us coming here, this is a miracle. Bwana Yesu asifiwe. Hatukuingia hapa kupitia kwa mikono ya mwanadamu. Sio bidii yetu wala uzoefu wetu wa kuelewa mambo ya kupanga mambo hapa na pale. But God ordained that at such a time as this, in such a moment, He will do this miracle for us, ili sifa na utukufu zimlejelee. Bwana Yesu asifiwe. Naomba tuamini Mungu wa miujiza. Biblia inasema hivi, handkerchief, na ukisikia jina handkerchief, usielewe, usifikirie ni handkerchief kama ambazo tuko nazo siku hizi. Unajua, na hapa ndio naonanga wahubiri wanakosea. Wanafanya literal translation of the Bible. Hallelujah. Hizo siku handkerchief hazikuwa kama hizi. But anyway, the Bible is translated so that all man can understand the way the Bible, what the message the Bible is relaying. Hallelujah. Wacha nitumie tu huo mfano wa handkerchief. Though zilikuwa zinafanana kama hizi. Hizi za kisasa sio kama za hizo enzi.
Biblia inasema kwamba Paulo alikuwa anapeana handkerchiefs, na hizo handkerchiefs zikiwafikia wagonjwa wanapona. We call it a point of contact. Ya kwamba sio handkerchief yenyewe imebeba uponyaji, lakini yule anayeenda kuponywa ako na imani ya kwamba Mungu akiniguza nitapona. Kwa mfano, yule mama aliyekuwa ametokwa na damu miaka 12, Biblia inasema alipoguza vazi la Yesu Kristo, damu ikakata, ikakosa kumwagika tena. Kwa nini? Is a moment of contact, a point of contact. You want to express your faith. Unataka kumwonyesha ya kwamba Mungu, ninakuamini ya kwamba hili jambo linaweza tendeka. Haleluya. Shida iko hapa. Ni wakati sisi tunachukua sasa hizo handkerchief, zinakuwa ndio system au style ya kufanya miujiza. Hata wakati watu hana imani, hata mwenye anatoa hizo handkerchief saa zile hana imani, anasema hizi handkerchief 100 au 10 nimeziombea. Kila mtu apange laini hapa, ukitoa 1000 unachukua handkerchief na uende uwekelee mahali pako pa kazi, itateja na miujiza. Sasa nikwambia ukweli wa mambo, hizo ni vituko. It wasn't so in the time of Paul. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Siku moja kanisani, wahubiri wakasafiri kwenda Israel, wakakuja na manukato mazuri sana ya Israel. Sasa wakasema tutamwagia mafuta kwa serviette au tissue, ni ukichukua unaweza enda nayo hata ukiweka mahali fulani patabarikiwa. Hiyo serviette itafanya kazi kama uko na imani na mwenye kuitoa ako na imani. Haleluya. Shida ilikuwa hii. Jumini nilikuwa mmoja wa wale watu walikuwa wamesimama hapa kupatia watu. Ile msongamano mimi niliona sijaiona. Kusukumwa mpaka nyuma, watu wanakata. Wanaitoa kwa mikono. Kwa nini? Imani yao sasa imeondoka katika kumwamini Mungu ya kwamba anaweza tenda jambo bila hizo vitu. Imefika ya kwamba mimi nikiguza tu ile imetoka Israel. Ile imetoka nikiguza hii, mimi nimebadilika. Naomba kanisa katika jina la Yesu Kristo, mitego fulani tuiondoke katika jina la Yesu Kristo. Hata nikwambia nimeenda Israel, nimekuja na maji. Maji ya mto Jordan ni kama maji ya Nairobi River. Haleluya. Wenye wanasoma chemistry watakwambia ni hydrogen na oxygen zimechanganywa na rate fulani zikatomwa maji. Kweli si kweli? Mbona sisi tuanze kufikiria mawe ikitoka mahali Daudi alipiga maadui zake Goliath, sisi tukiletewa hiyo mawe ni special. Kwa nini unaweka imani yako kwa mawe? Hapo ndio tofauti iko. Hallelujah. So when Paul used this, it was a point of contact. The unfortunate truth is, leo watu wameifanya kuwa ndio sanamu. Tunaabudu hivyo. Hallelujah. Kwanza ukienda Nigeria utapata vituko. Bwana Yesu asifiwe. Why fall to the trap that we can believe God through the elements rather than believing God through the things that God has done for us? Hallelujah. You are blessed by believing without seeing. Kuamini bila kuona. Hallelujah. Wangapi hapo wataamini ya kwamba miaka ijayo kanisa litajaa bila kuona? That is what you need to believe without seeing. Mbona mimi wacha niulize ukweli. Do I need to believe that there will be heaven? Okay. Do I need to see the heaven for me to believe there is heaven? Hallelujah. Amen. Tuamini ya kwamba Mungu yuko hata bila kumuona. Tuamini ya kwamba kuna hell hata bila sisi kuwa mahali pale. Lakini kuna wale wanataka wadhubutu waigize mguu tu hell kidogo wasikie iko sawa kuja wajipange hapa duniani. Acha nikwambie ukweli wa mambo, you'll get yourself into trouble. Bwana Yesu asifiwe. So through the hands of Paul we see handkerchiefs, aprons healing the sick and the diseases departing. Even evil spirits are departing. Hallelujah. You know wahubiri wengine wanaombea soda, wanakuambia enda patia mtu ambaye kuna pepo, patia hiyo soda yote ya Sprite, akikunywa yote pepo zitatoka. Siamini tu. Bwana Yesu asifiwe. Ni wapi Yesu alipatia watu soda ya Sprite? Niambie, si mnasoma maandiko. Kuna mali Yesu alipatia na soda ya Sprite? Hapana. Naendelea pale mbele, niko kitabu cha Mitume 19 kuanzia mstari wa 11. Acts chapter 19 from verse 11. Nimesoma mpaka 20 hapo ndio na just explaining a few things here. Then we see this. Those who are called the itinerant Jews, wale watu waliokuwa wanajiita Wayahudi lakini sio Wayahudi wa saa zote.
Aha, hiyo ndio tofauti. The title itinerary kumaanisha wao sio Wayahudi wa saa zote, ni wa muda tu. Mara wako Wayahudi, ukitokea kitu kingine wanaingia katika story nyingine. Those Jews wakaanza kuona vile Paulo anavyokemea mapepo, wakaamua hata sisi tukakemea pepo. Biblia inasema kuna wao waliokuwa wanaitwa wana wa Skefa. Skefa ni kiongozi wa kanisa la siku zile. He was the priest of the days. Sasa hapa kuna jambo fulani nataka uone. Tofauti ya relationship na position. The sons of Skefa walienda kukemea pepo because of their position. We are sons of a priest. Hallelujah. Na vile kile tu tunahitaji kufanya ni kutoa matamshi kama yale yanatolewa na Paulo. We just speak like Paul, but we are sons of the priest. Biblia inasema wakaenda kukemea pepo, wakaweka kijana fulani akiwa na pepo ndani ya nyumba fulani, wakamfungia, wakaanza kuziamurisha zitoke. In the name of Jesus who Paul preaches, we command you to go. Wewe, Biblia inasema walirushwa nje bila mavazi wakiwa wanatoa damu. Hallelujah. Hili jambo nataka ulisikie vizuri, sababu kuna mambo mawili nataka uyapate pale. Ya kwamba pepo haziogopi position. Hallelujah. Utapata CEO mzima akiwa na pepo ndani. Utapata daktari mzima amelaliwa na mapepo usiku na nyongwa. Haziogopi title. Hazielewi wewe umetuasi sijui sisi ni matajiri sijui tunakaa wapi na hapana. Pepo zinaogopa kitu inaitwa relationship. Je, una uhusiano na Mungu? Hallelujah. Do you have a relationship with your God? That's why Paul wrote the book of, I think, Romans, saying that we bear in our bodies the mark of Jesus. That is a mark of identity. That is a mark saying that you should not be troubled. Let nothing trouble you. Why you bear in your body the mark of Jesus, the mark of identity. Bwana Yesu asifiwe. Naomba sisi zote tutamani sana katika maisha yetu yote tuishi tukiwa na uhusiano na Yesu. Hallelujah. Pia pale naona kitu kizuri. Washaona ya kwamba Paulo anatembea na neema ya Mungu, neema inayotosha kukemea mapepo. Let me tell you the truth. In this world, na katika maisha ambayo tunayaishi, unajua hakuna mtu mwingine yeyote ambaye ako na mamlaka ya kukemea pepo isipokuwa Mkristo. Hallelujah. Yeyote, waite na majina zote. Akienda, what they do, they call it appeasing. Na mshaisikia hizo? Wazee wanasema hapana, yule babu aliyekufa miaka sijui nini ameleta shida katika hii doa, wacha tuchinje ng'ombe ni nini, wa appease. Appease ni kumwaga damu atulie. Akitulia wiki moja, wiki ingine wananyongwa sawa sawa. Wanaitishwa ng'ombe sasa. Hallelujah. Hiyo maisha wataendelea nayo. Sijui kama mmesikia, sijui wao kutoka Zanzibar na kwingine. Pia wao wanafanya kitu inaitwa appeasing. Wanaambia hizi pepo msisumbue sana. Juu ametulipa hivi karibuni na tumetolea sadaka, msisumbue sana. Ngojea hapo katikati ya mwaka. Mtoto anakufa, sijui kingine kingine inatokea pande nyingine, sijui viduko zinatokea huko kwa barabara. They are peace. But the believers are the ones whom the Bible says they have the authority. Wakiamulisha, wameamulisha. Hallelujah. Na naomba katika jina la Yesu Kristo, wewe kama Mkristo usiwahi kosa kuchukua hii mamlaka na kuitumia vilivyo. Hallelujah. Those who believe him, he gave them power to become. Blessed be the name of the Lord. Kwa hivyo umetwikwa mamlaka kuwa. So go ahead. Blessed be the name of the Lord. And in the spiritual realm there is no distance. Wale hawajui hivyo. Hallelujah. Unaweza amrisha pepo ambazo zimealia watu Malaysia saa hizi. Uwaseme wale wote walio karibu na mapepo Malaysia saa hizi ziamke na ziondoke. Na ifanyike. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Naomba hii neema tutembee nayo katika jina la Yesu Kristo. Kusiingie na mmoja katikati yetu akiwa na mawazo mabaya na afikiria tafaulu. Kwa nini? Sisi ni wana wa Mungu wanaotembea na nguvu za Mungu. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Na tukizidi hivi nitawaelezea mifano mingi sana ya neema ya Mungu ikifanya kazi na miujiza inatendeka. I'm a believer of miracles. Hata kama kumejaa walimu wabaya wa kutufunza mambo yaliyo maovu, mimi mwenyewe naamini genuine miracles from God. Sio zile fake za kuonyesha sijui kubadilisha maji damu nini. Sio lazima hapo kuja ukiniambia watu wewe ulikula ugali jana au ulifanya nini. Hizo hazisaidii.
Miracles za kusaidia ni kufanya watu waone Mungu kama Mungu. They glorify God. Amen. Hallelujah. Not men, not making a man have a title or a position. No, they glorify God. Tuendelee. Bwana Yesu asifiwe. Hawa itinerant Jews, nitaomba katika jina la Yesu Kristo, hii isitupate ya kwamba kuna watu wanaingia kuitanishwa na ufalme kwa muda, lakini nyakati hazifai, hawafai kuitanishwa na Mungu. The title itinerant ni kumaanisha walikuwa wanajiitanisha na Mungu nyakati fulani. Haleluya. Naomba sisi wa Kristo tusiwe wa Kristo wa nyakati, bali wa Kristo wa siku zote. Haleluya. Unajua inamaanisha nini? Ukiamka asubuhi wewe ni Mkristo, saa 6 wewe ni Mkristo, jioni wewe ni Mkristo, usiku wewe ni Mkristo, saa zote wewe ni Mkristo. Januari mpaka Disemba wewe ni Mkristo. Sio kumaanisha saa zile mambo ni mazuri, mimi niko kanisani na msifu Bwana, mambo yangu yako sawa sawa. Saa zile kunatokea changamoto, wewe umeondoka. Hauitanishi na Mungu, hutamani mambo ya Mungu tena. Haleluya. Hiyo ndio kwa shida yao. Hawaingii ndani sana, wanaingiza mguu. Wanaingiza mguu moja. Wakisikia kuna disco imeitana pande nyingine, wanakimbia huko. Wanafurahia mambo alafu wanarudi baadaye. Hallelujah. May this not be our portion in Jesus' name. But we remain focused unto Christ and glorify God in all that we do in Jesus' name. Mwisho tunaona ya kwamba hao watu walipochapwa na kurushwa nje na mapepo. Don't you see this? Biblia inasema yule jamaa aliyekuwa na mapepo ni yeye aliwakalia. Hallelujah. Kumaanisha wakati unaona mtu ako na pepo, ako na extraordinary powers. Anashika jamaa saba akiwa kivyake. Wote anawachapa. Biblia inasema he overcame them. Aliwaweza wote mtu mmoja. Usijoke na mapepo. Na ndiposa mimi wakati wa kufanya kazi ya deliverance za kuamulisha mapepo usiondoke. Hatufanyagi kazi manyu. Ukifanya manyu utachoka. Sababu yule jamaa ako na nguvu kuliko wewe. Ako na vitu zingine zaidi ndani yake ziko ndani yake kuliko wewe. Hallelujah. Bora sisi tukubali ya kwamba huyu jamaa anaweza tutangangana naye kimwili. Naona wazee 10 wamemshika. Nini wewe? Amrisha pepo. Bwana Yesu asifiwe. Na kama kunazo zozote ziko katika hii eneo, zisikie neema ya Mungu na neno la Mungu. Hapa hazina mamlaka. Amen. Hallelujah. They will not rule. Shida ni sisi tutumie mwili. Shika mdomo. Weka vizuri. Wacha vituko. Huyo mtu ako na nguvu kuliko wewe, na pepo zikiona unataka kunyang'ana nazo katika mwili, wacha nikwambie ukweli wa mambo, zitakuinua juu. Na mimi nimesikia wahubiri kadhaa wamechapa makofi. Wanacheza na pepo, wanafikiri wanafaa kupigana na pepo kimwili. Hapana. Amulisha na zitaondoka. Hallelujah. In my name you shall command. In my name you shall speak. That's what Jesus gave us as a command, as an authority. In my name you will do this. Lakini sio in his name ukalia mtu kichwa. Haingi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Blessed be the name of the Lord. Mwisho wa Biblia inasema ya kwamba wale waliobadilika, waliposikia sifa ya watu kukemewa na mapepo, kulaliwa na mapepo, wakajua kuna kumbe Paulo ni wa ukweli. Hao wengine ni vituko, kuna Paulo wa ukweli ambaye anahubiri, anakemea pepo na zinaondoka yeye. Kwa hivyo tukijifanya hata sisi tunaweza laliwa na mapepo hivi wakaanza kuondoka katika itikadi zao, wakamfuata Yesu. Wakimfuata Yesu kuna jambo moja lilifanyika. Biblia inasema ya kwamba walianza kutoa vitabu vyao vichomwe. Hallelujah. Wakatoa virago vyao na vitu vyao vya kufanya uchawi, mazingaombwe, ushirikina, vitu zingine zote wakazitoa zichomwe. Inamaanisha hivi ya kwamba sisi wakati tunapookoka lazima kuwe na mabadiliko. Hallelujah. Ukiokoka, kama ulikuwa unaamini itikadi fulani, na kuambia ndugu yangu, ukiokoka lazima zile vitu ulivyokuwa unatumia katika itikadi hiyo ziharibiwe. Hallelujah. Usiwe na temptation ya kuzirudia. Huwa nasikia vijana wanaokoka lakini wanabakisha tu picha tu girlfriend. Kama mlikuwa mpigwa picha hivi, kengine hivi, unasema hapana, hiyo dini ya kubukubu tu. Kubukubu ya nini? Bwana Yesu asifiwe. Kubukubu ya nini? Ukiokoka umeondokea imani fulani. Picha zako zenye ulikuwa unapigwa ukiwa unakunywa pombe au umeshikia drum ya pombe, hizo zote haribu. Zinakukumbusha nini? Blessed be the name of the Lord. You depart ni ishara ya kwamba hayo maisha hutayarudia tena. Hallelujah. Naomba katika jina la Yesu Kristo hapa kanisani tuwe na watu radical. Watu watakao sema kama nimekubali Yesu
nazo njia za kunirudisha kule zote ninazichoma. Niyo na watu radi wakisema ya kwamba kama mimi nimeishi, kuna kidugu fulani aniambia ameokoka lakini ameingia katika drugs na anaishi estate fulani, sitawaambia majina. Sasa zimemkaba kweli kweli. Akitokea nje, hata akiokoka, bora tu atokee hapo nje, anapata wale vijana wanaovuta hizo vitu na yeye wanajidunga hapo nje kwa mtaa. Chukua moja. Nikamwambia ndugu, sikiza. Kama umeokoka, imani yako inafaa ifuatwe na matendo. If you believe what you are saying and you want to change, I'm requesting you to change your estate. Akaniambia ni kweli. Kuanzia kesho virago vyangu vyote ataziondoa mitaa ya Jogoo Road, ahamie kwingine. Hata kama imekaribia kazini kwao sana, atahamia kwingine. Dada mwingine naye akaniambia mimi ninakuwa nafanya kazi ya ukahaba hapa sio Karatina, hapa naitwa Sagana. Akaniambia sasa mimi nikiokoka nitakula nini? Nikamwambia kuokoka inamaanisha kuachana na biashara yako. Kwa nini? Hizo ndizo kumbukumbu ya kwamba ulikuwa katika ile dunia nyingine, umeingia katika imani tofauti. Kuokoka inamaanisha you depart from iniquity. Hallelujah. Tulisoma hapa kitabu fulani ya kwamba Yohana Mbatizaji alipokuwa anawafunza alikuwa anawaambia go and sin no more. Huyu ni Yesu, lakini Yohana alikuwa anawaambia you bear fruits which are in accordance to your repentance. Kumaanisha ukishaokoka lazima kuwe na ishara na tofauti ya kwamba huyu mtu tofauti na yule yuko hapo mbele. Hallelujah. Mimi mwenyewe nilipookoka kuna mambo tofauti nilibadilisha. Kwanza ni marafiki. Wanaanza kuniambia hapana, acha tusimame hapa tuongee mazungumzo sijui nini. Nawaambia hapana. Mimi ni tofauti. Nikisimama hapa tunaanza kuongea siasa. Sijui kasichana kazuri, fulani kazuri. Huyu anakaa hivi, sijui nini. Mtu akipita hapa tunamuongea dakika kama 10. Huyu anafanana shape na discuss hapo. Nikamwambia mimi nimeokoka. Kuanzia siku ya leo kuongea na nyinyi marufuku. Urafiki wenu sitaki. Sio nyinyi ya kama nyinyi maadui, hapana. Nyinyi ni marafiki zangu ndio, lakini maisha yangu ni tofauti. These people banned their paraphernalia. Kuna mzee mmoja tulisaidia kwetu kijiji. Sio neighbor ni wa kunyina hapo juu. Yeye alikuwa mchai kwa hilo eneo letu na watu wengi walikufa kupitia mikono yake. Sasa alipookoka akatuambia ameokoka, na ni mzee tumepingana na nguvu zake miaka nenda miaka rudi. Tumeomba, kijiji mzima inalia. Huyu mzee ameua watu na anajulikana ni yeye ameua watu. Alipookoka tulimwambia siri ya kutuonyesha kwamba umeokoka, kuna kitu inaitwa mwano. Mwano sijui watu kama watoto wataielewa. Watu wanaofanya kazi ya uchawi kuna vitu wanatumianga. So kuna ilikuwa hapo nje ya nyumba yake kikubwa imefunikwa na debe kubwa. Tukamwambia mzee, hii kama ishara ya kwamba umeokoka kabisa itabidi tuchome. Na mzee akasema sawa, itoeni. Wamama akatupigia duru akasema sasa nyinyi vijana mnajua nini mnauza. Hii kitu itawaua, imeua watu wengi. Nikamwambia hapana. Ili ionekane na ijulikane kuna Mungu aliye na nguvu kuliko hii mwano, lazima tuichome, smoke iende juu na mzee ajulikane ameokoka. Kuanzia siku ya leo hatafanya kazi ya uchawi tena. Na ilifanyika, mzee akaokoka. Mungu hakumspia. Na baada ya siku kadhaa akaanguka chini akazikwa. Kwa nini? Mungu alikuwa anajua huyu mzee atakuwa na shida kubwa sana na watu wa kanisa kumkubali. Haleluya. Kaona mpumzishe, ampokee juu mbinguni. So wale kuna watu watakuwa na ghadhabika hapa duniani. Huyu mzee aliua baba yangu, juu nini. Wewe utakosa kuingia mbinguni juu ya chuki. Yule mzee aliyemuua ashatubu ako mbinguni. Haleluya. Hiyo ndio tofauti na Mungu. Hii falme ni ya Mungu. Haleluya. Ashapumzika. Mungu alimpumzisha hapo. Within a short period. Sijui kama hiyo kitu ilikuwa inabeba nguvu nyingi. Alipumzika tu hapo. Mzee akaenda tukamzika. Bwana Yesu asifiwe. Naomba katika maisha yako uangalie zile vitu ambazo ulikuwa umejiconnect nazo katika maisha yale ambayo hujaokoka. Uzitoe zote. Iwe ishara ya kwamba wewe ni kiumbe tofauti. Umebadilika. Haleluya. Acha tumisome mstari unaofuata. Mstari wa 21. When these things were accomplished, Paul purposed in the spirit when he had passed through Macedonia and Achaia to go to Jerusalem, saying, after I have been there, I must also see Rome. So he went to Macedonia. Two of these who ministered with him, Timothy and Erastus, but himself stayed in Asia for a time. So he sent, when he sent to Macedonia. So akatuma Titus, Timothy na akatuma Erastus. Hawa wawili wakaenda kule Macedonia.
Lakini Biblia inasema kitu fulani hapo, utakiona katika kitabu cha Romans chapter 1. Paul hakufika mji wa Rome. Alipofika pale alikuwa anafika kusulubiwa. Ili hali Paulo alikuwa ametamani sana kufika Rome kuhubiri pale. Kwa maana tunaona hata kama katika maandiko ya kwamba Biblia inasema alitamani sana kuhubiri mahali Yesu hajahubiriwa. Haleluya. Na alikuwa anatamani sana pale mji wa Rome awe ndiye atapanda kanisa la Rome. Ili hali kuna wengine walifika mbele zake na wakafika pale wakahubiri Injili. Eventually Paul hakufika pale kuhubiri, alifika akienda kusulubiwa. Kuuliwa na kesi ikifanyika. Mstari wa 23, Acts chapter 19. And about that time there arose a great commotion about the way. For a certain man named Demetrius, a silversmith, who made silver shrines of Diana, brought no small profit to the craftsmen. He called them together with the workers of similar occupation and said, Men, you know that we have our prosperity by this trade. However, you see and hear that not only at Ephesus but throughout almost all Asia, this Paul has persuaded and turned away many people, saying that they are not gods which are made with hands. So not only is this trade of ours in danger of falling into disrepute, but also the temple of the great goddess Diana may be despised, and her magnificence destroyed, whom all Asia and the world worship. Kukatokea jamaa anayejiita Demetrius, akakusanya wafanyikazi wote wavua chuma. Unajua wavua chuma? Wale watu wanafanya kazi ya kuchomelea na kumolten chuma. Huyu jamaa ndiye aliyokuwa kiongozi ya watu ambao wanatengeneza sanamu kupitia kwa chuma. All the other gods are the works of men, but God is the only true God. This is the gospel that Paul was preaching. Ya kwamba vitu vyote ambavyo vimeumbwa na mikono ya wanadamu, hivyo vitu vyote sio Mungu. Haleluya. Lakini Mungu yuko, na yule Mungu sio kubwa aliumbwa na wanadamu. Yule Mungu alikuweko na ndiye aliumba wanadamu. Blessed be the name of the Lord. May our gospel be the same even today in Jesus' name. That all the other things you see, they are not gods. Money is not God. Hallelujah. Power is not God. I see people bowing to people who are in positions of authority. Unaona jamaa anaheshimika, watu wakipita wanamuinamia. Paulo anatukumbusha ya kwamba hizi vitu zote sio Mungu. Mungu ni mmoja. Hallelujah. Lakini kuna jambo fulani naona hapa. Yaani watu wanaghadhabika wanaposikia injili ikihubiriwa, kazi zao zitapata hasara. Hallelujah. Siko hivyo mpaka siku ya leo. Kuna watu wanasema hapana, msihubiri sana. Mkihubiri sana watu wanaokoka na watu na clubs zinakosa kupata faida. Kuna mahali tumehubiri mji, biashara za hiyo mji zikaharibika sana. In fact kuna mahali tulienda panaitwa Doita. Tulienda mara mbili, 2 missions. Ya kwanza wale wenye mabaa walituletea vituko sana. Ikafika mahali mpaka tukiwa kwa crusade, wanakuja wanaangusha mipira kwa crusade. Hii siku inayofuata wanaanza kusabaza hadithi kwa mji mzima ya kwamba sisi tunakuja kujifanya sisi ni wahubiri ili hali tumebeba mipira kwa mfuko. Kukaharibika. Injili yetu ya mara ya kwanza haikupata upenyo. Hatukupata nafasi ya watu kusikia injili. Mpaka Mungu akafungua nafasi miaka 2 baadaye tukarudi mahali pale. Tukitoka baa zilifungwa, kila mahali kuko na baa, kukafunguliwa duka au kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na watu walighadhabika sana. Wanasema nyinyi mnabadilisha watu. Mnafanya kazi yetu iharibike. Mnafanya watu wasikose kuja kununua mahali tuko. The same happened even in my village. Wanasema nyinyi mnabadilisha watu, mnafanya wasitufuate. Naomba siku ya leo biashara fulani zipate hasara. Kuna watu wanasema hata ibada za Jumapili mnafaa mbadilishe, mziweke siku nyingine ili siku ya Jumapili pia tuwe tunafanya biashara. Yaani these people consider people to be a part of business, and their value is not the hearts of men. Their value is their profit. Hallelujah. Simuisikia niliwaambia hapa kuna mtu alighadhabika sana saa zile Yesu aliamrisha mapepo ziingie nguruwe. Na hizo nguruwe zikakuwa ni hasara ambayo imeingia katika kwa wale wakulima. Bwana Yesu asifiwe. Naomba hii ni jambo lizidi kufanyika. Mungu wetu hadhamini
mali kama anavyodhamini mioyo ya watu. Hallelujah. He values the hearts of men more valuable than any other business. Hallelujah. Na hapa hakuna amen. Kuna watu katika Tito wanasema, "Pastor, ungefunga hii kanisa leo, tungekuwa tunafanya biashara leo. Leo tungefanya kazi fulani." Acha nikwambie ukweli wa mambo. Utafika mbinguni urealize hizo zote zilikuwa bure. Kile cha dhamani zaidi katika maisha yetu ni mioyo yetu kunufaika. That our hearts may be blessed and be refreshed in Jesus' name. Hallelujah. May it be so with our lives in Jesus' own name. Ya kwamba tuta align mioyo yetu na mapenzi ya Mungu. Anaposema tuondoke katika mambo fulani, hata kama itakuwa hasara kwetu, tutakuwa kama Paulo tunasema, I consider everything done. Yaani mtu anachukua degree yake anaisema hii ni matope. Mnaelewa? Ili ampate Kristo. Kwa sababu kumpata Kristo kuna dhamani zaidi kuliko elimu, kuliko kazi, biashara, kufanikiwa katika maisha. Kumpata Kristo kuna dhamani kuliko hizo vitu zote. Hallelujah. May our hearts be tuned like that. That your heart is so tuned to God, you desire God more than the wealth. Naona hapa kuna imani kubwa sana na ninaelewa kwa nini. Hallelujah. Ninaelewa kabisa. Kuna watu wanasema, "Hapana mchungaji, mimi niwekee pesa pande hii, kanisa tutaenda baadaye. We will finance the church." Who told people that God is in need of money? Hallelujah. Hiyo injili mimi sitaihubiri. Mungu ana haja na pesa kuliko wewe. Simeiona? Ako na haja na pesa. Wewe tutumie pesa. Hata kama utakuja huo mkutano, wewe tuma pesa. Nitakwambia ukweli wa mambo. We need you to be there more than your money. Hallelujah. Hata tunaenda mission, tutumeni na hizo pesa zetu. Hata kama hutakuwa ni sawa tu ukiwa umetutuma. Wacha nikwambie ukweli wa mambo. I will encourage you to be coming for the mission more than sending us the money. Hallelujah. You are more blessed to be in the mission field more than sending your money. Hallelujah. Hapa najua nabadilisha injili, imehubiriwa miaka 15. Ni sawa? But I can tell you the truth, you will be more blessed by going and encouraging a Sunday school child to go to class or to walk with Christ rather than sending your money mtu fulani aende hubiri. Umedanganyika sana. Katika kufunzwa kwako umeelewa ya kwamba hiyo pesa ikitumwa utabarikiwa sana na biashara yako itazidi kunoga. Wacha nikwambie kwa mambo, kuna faida kubwa sana kufunga biashara yako siku moja uwe kwa mission field. Way much better. Na kanisa msidanganyike. Hata tukifika hapa tuseme tunaenda mission mahali fulani, useme unajua hiyo siku ndio niko na tenda kubwa kubwa. Wacha nikwambie kwa mambo. It is more blessed kufunga hiyo tenda, ukose kwenda kufanya hiyo biashara, uende nyumbani, ufanye hiyo mission au kijiji fulani au shule fulani. And then souls comes to the kingdom of God. Rather than going and opening your business and you get 100,000 profit that day. Hallelujah. Na hiyo naona watu wengi hawaikubali, lakini nitawaambia ukweli wa mambo, sababu Yesu Kristo siku moja atakuja aseme, I called you to be fishers of men, not fishers of fish. Peter would have said, Peter, usiniambie hivyo Yesu, wacha wezi nikubali. Tuongee ukweli. When Jesus performed the miracle and Luke saw the number of fish coming, sengeambia Yesu, na hii ministry yako kuanzia siku ya leo usiwaitisha mtu yote pesa. Hii fish unanibariki hivi, nitakuwa natoa faida nusu, kazi yako inaendelea. Aren't you seeing that? Angemwambia Yesu, unaona venye umesema ati niweke upande huu, wewe kwa tu unaniombea mahali huko, najua samaki zitajileta kujileta. Hallelujah. Zitajileta kujileta. Lakini hizo samaki nikizifua nusu nauza, faida tunaleta kwa ministry. But Jesus was different. What he needed is the soul of the fisherman. Hallelujah. You are more needed in the kingdom of God more than the fish you can sell and bring the money. Hiyo injili haingii. Lakini wacha nikwambie ukweli wa mambo. God is in need of you. He has said in the Old Testament, "Rather your hearts, not your garment." Rarueni mioyo yenu, sio nguo zenu. Mungu hana shida na hizi vitu za nje, ako na shida na ile iko ndani. Ukibadilika moyo, anajua kila chochote kiko na wewe ni changu. Lakini usipobadilika moyo, hii ya juu, we call it lip service. Unamwonyesha tu katika mdomo unampenda, lakini moyo wako unajua Mungu wewe shughulikia biashara hii, mambo ya pesa hiyo ni nyingine. Hallelujah. Acha nisizidishe pale. Mstari wa 28 mpaka mwisho. Hapa nitasoma kwa bio sana sababu ni mambo machache nimeyaguzia hapa alafu nimalizie.
Mstari wa 28. Now when they had heard this, they were full of wrath and cried out, saying, Great is Diana, the god of the Ephesians. So the whole city was filled with confusion and rushed into the theater with one accord, having seized Gaius and Aristarchus, Macedonians, Paul's travel companions. And when Paul wanted to go into the people, the disciples would not allow him. Then some of the officials of Asia, who were with his friends, sent to him pleading that he would not venture into the theater. Some therefore cried one thing and some another, for the assembly was confused, and most of them did not know why they had come there. And they drew Alexander out of the multitude, the Jews putting him forward. And Alexander motioned his hand and wanted to make his defense to the people. But when they found out that he was a Jew, all with one voice cried out for about 2 hours, Great is Diana of the Ephesians. Verse 35. And when the city clerk had quieted the crowd, said, Men of Ephesus, what man is there who does not know that the city of Ephesians is temple guardian of the great goddess Diana, and the image of which fell from Zeus? Verse 36. Therefore, since these things cannot be denied, you ought to be quiet and do nothing rashly. For you have brought these two here, who are neither robbers of temple nor blasphemers of your goddess. Therefore, if Demetrius and his fellow craftsmen have a case against anyone, the courts are open and they are proconsuls. Let them bring charges against one another. But if you have any other inquiry to make, it shall be determined in the lawful assembly. For we are in danger of being called in question for today's uproar, there being no reason which we may give to account for this disorderly gathering. And when he had said these things, he dismantled the assembly. Hallelujah. Something happens here. Watu wanaiba, Great is Diana, the god of the Ephesians. Demetrius, huyu jamaa ambaye ni kiongozi wa silversmith au watu wanaovua chuma, ameongoza watu kuriot. Amechukua craftsmen kwanza, wameingia katika theater. Wale wanajua historia ya Christianity, when the gospel was spreading, it began in the cities kwanza. Na in the cities, especially zile za which were founded on the Greek philosophy, zote zilikuwa na theater. Nikielezea theater, sijui kama itaelezeka, ni kama mviringo ukate nusu, asako ikate nusu. Umeelewa? Hiyo ndio theater. Amphitheater ni ikiwa mfululizo, but theater ni nusu. Unaikata nusu. Watu walikuwa naongea wakiwa wamepanda kwa stairs, zimekaa hivi mpaka kule juu. Na hizo ndizo siku ambazo wakihubiri, hata Paulo wakihubiri, hawakuhitaji microphones kama hizi. Sababu watu wamekaa in a semicircle na watu wamepoint hapa katikati, sauti yangu inakuwa projected, inaenda kwa watu wote. That's how we can speak even to 3,000 people ukiwa mmoja na unasikika. Sasa wale silversmiths wote wakaingia pale ndani. Wakaanza kushout, Great is the God, Great is Diana, the god of the Ephesians. Wakishout mji mzima. Hiyo sauti inaenda katika mji mzima, watu wote wakakusanyika katika ile theater. Walipoingia pale, kukakuwa na confusion. Hawajui kwa nini tuko hapa. Hallelujah. Na sana sana naonaga politicians naona wanatufanya hivi. Watu wanaingia tu kwa kusanyiko wa siasa. Hey! Hawajui kwa nini wanashout. Hey! That's what was happening in this city. Watu wakaingia. Walipoingia wanashout, Great is Diana, the god of Ephesians. Hata kuna watu hawajui kwa nini wanashout, chenye wanashout. Ikafika mahali watu kaanza kushout vitu vingine tofauti. Wanaitana hivi, wengine wanaitana hivi. Ni kama sijui kama mshaingia kwa stadium wakati wa football. Watu wanashout huku, wengine wanashout huku. Ikaendelea hivyo mpaka wakasimamishwa na Alexander. Alexander kusimama hivi, wakasikia anaongea Kihibru. Wakasema kumbe hata yeye Mhibru. Wewe hatuwezi kusikiza. Unaweza tuhubiri kama wale wengine kina Paulo. Wakamnyamazisha. Wakaendelea. The Bible says for 2 hours. Imagine people shouting for 2 hours. Great is Diana, the god of the Ephesians. Great is Diana, the god of the Ephesians. And I see people doing that even today. Ndio mimi hutainiona katika mikutano ya siasa. Nikiibia nani? Na Yesu yuko wa kuibiwa. Hallelujah. Tunatembea kutoka hapa Kasarani mpaka town. Mimi. Bwana Yesu asifiwe. There's a problem of mixed multitudes. Hizi vitu ambazo watu huwa wanajipata na hujui kwa nini uko ndani.
Watu wanaenda tu hivi. Nilizianza siku zile tulikuwa high school wakati wa football matches. Mnaanza tu kuiba. Ile wimbo mnaiba hata ieleweki. Sijui kama ni mimi peke yangu. Tukiwa cheering squad unaiba kiwimbo hata hujui maneno inamaanisha nini. Mnaiba tu. 1 hour 2 hours. Kwa nini? Mko kwa mixed multitude. If one of you would soberly ask themselves, na mbona ninaiba hivi? Mbona ninasema hivi? Mbona ninashout hivi? Hii kitu ninaiba inanipeleka wapi? Hallelujah. May you run away from groups of people who have no sense of direction. God never calls people from a group. He calls individuals. Hallelujah. Na ukitaka kumtumikia Mungu lazima ujiondoe, ukae kando, umsikie na umfanyie kazi ukiwa kivyako. Hallelujah. That is when you hear God. That's when you read the stories of all the people that God called. Aliwachagua akawaondoa katika watu. Musa anaondolewa kwa watu wao miaka. Hallelujah. Elijah amefanya hizo mambo zote amefanya, lakini wakati alikaa kando kivyake akaingia kwa cave, hapo ndio Mungu alimnenea. Bwana Yesu asifiwe. Ilhali sisi tumejaa watu wanataka kuongeleshwa na Mungu na kwa mkutano ya bash. Hallelujah. Mungu anatembea. Hallelujah. Mnaiba tu hapo hivyo no, you want to hear God. I tell you the truth. You will be far from truth. Hallelujah. Enda kwa usiwe na haraka. Hii ndio naonanga shida pia watu wako na quiet time. Anaingia kwa quiet time, anasikiza Mungu, anasoma Biblia, lakini akikaa dakika 5 bila kuelewa kitu fulani, ndio huyo sitting room anafungua TV. Tuone ni program gani iko. Yani you are not patient enough to listen to God, but you are patient enough to watch a soap. An acted thing ya opera. Sisemi soaps ni vibaya. Hazina pepo. Hallelujah. Anaenda kwa watch soap priest tuendelee, haina shida. Au football haina shida, haina pepo. Lakini ukingojea tu pale unaona for 2 hours watu wakikibiza ngozi ya ng'ombe. Hallelujah. Unawatch hapo for 2 hours. Na umeshindwa kumsikiza Mungu for 30 minutes. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona kuna tofauti kubwa. Hallelujah. I pray that we run away from the mixed multitude. Katika maisha yangu hiyo ndio nimejua ni siri. Nikiwa kivyangu ndizo zile nyakati huwa nasikia Mungu sana. Nikiwa nimenyamaza ndizo zile nyakati huwa nasikia Mungu sana. Na sana sana wewe mwanzo ukimie. Ni vigumu sana msikie Mungu saa zile unaongea. Na watu wanasemanga ati mimi nikienda kuomba ndio nitasikia Mungu. Unaomba saa 3 mfululizo. Niulize, ushaisikia watu wanaongeleshana na mmoja hanyamazi? I'm just posing for you to process this. Hallelujah. Unasimama mbele za Mungu 2 hours. Alafu unangojea Mungu, unangojea naye aongee 2 hours. Is that a conversation? Bwana Yesu asifiwe. Naomba mioyo yetu imuelewe Mungu vile anavyofanya kazi. Tukienda kwake tukimsikiza, pia naye anatuonenea. Hallelujah. Na ni wakati sisi tumenyamaza. So these people shouted, "Great is the God of the Ephesians." And the Bible says Paul never ran away. Indeed, the Bible says alizuiliwa na wale mitume wengine kuingia katikati yao. Yani Paul does not run away in times of trouble. As we shall open the other chapter later, you will see wakati kumetokea vita na Wakristo wanapingwa, yule kiongozi wao hafai kuondoka. Hallelujah. Lakini naonanga kinyume inafanyika. Yesu alisema kitabu cha Yohana 10 ya kwamba mchungaji aliye mwema anaposikia sauti ya adui hafai kuondoka. Hallelujah. But a hired hand, yule aliyewakodishwa, mchungaji wa kukodishwa, akisikia kuna fisi imetokea kondoo zake, ndiye anakuwa wa kwanza nini? Kuondoka. Zikikuliwa sio mimi. Hallelujah. Mimi siwezi kaa hapo. Mchungaji wa kweli saa zile kondoo ziko katika hatari, yeye ndiye hapo wa kwanza. Kabla ufikie kondoo nifikie mimi. Hallelujah. There's something I want you to see here. What gospel? Ni injili gani ambayo Paulo angehubiri kama wakati shida ilitokea ameacha new believers ndiye huyo wa kwanza kuondoka? Wangemsikiza tena? Hallelujah. Na hapo sasa ndio mafunzo yako kwetu sisi wahubiri.
kukiwa na promotion yoyote, hata kiingia askari polisi hapo aseme kile mnachokifanya hapa ni makosa kubwa sana, wakisema atashika mtu, mimi ndiye ninafaa kujitoa kwanza, mnishike, hawa watu wote waende nyumbani. Mnaelewa? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na watu waelewe hapa, na wale wanatamani kuwa wachungaji muelewe hii. Biblia inasema hivi, kondoo wakati kunatokea shida, mchungaji ndiye huwa anajitoa kwa sababu ya kondoo. But ukisikia mchungaji ambaye kondoo ikigojeka, yeye ndiye anakuwa wa kwanza, ati anaenda hospitali miezi miwili, 3 na hajapona, sawa, okay. Mungu akukumbuke tu. Yeye anazidi kuletea majani zile kondoo zimenona. Yule aliyebarikiwa na kazi mpya, ndiye anatembelewa. Mnaelewa? Yule ambaye ako na kibarua na kazi inafanikiwa, yule ndiye anapata mchungaji wa kumtembelea kwake nyumbani. Yule aliye mgonjwa amelazwa hospitali miezi 3, kondoo haimuoni mchungaji. Blessed be the name of the Lord. What a danger, what a trap. Naomba wote ambao wako katika hili kanisa wanaotamani kumfanyia Mungu kazi, katika haswa kazi ya madhabahu, uelewe hii kazi ya starehe inakwisha saa zile unaingia katika haya madhabahu. Haleluya. Hapo hakuna imani kubwa sana, lakini naomba mnielewe. Hata wale walikuwa na maono kubwa ya kufanya kazi ya Mungu hapa, naona wametulia. Haleluya. Msijali, tutaenda hivi. We must preach the true gospel, which is the true shepherd gives his life for the sake of the sheep, not the opposite. Mimi nimeona Kenya na kwingine, it is the sheep giving its life for the sake of the shepherd. Shida inatokea, yule anayeshikwa, si mnaelewa? Mmesikia kuna wachungaji wameua watu na magari hapa Kenya, yule anayeshikwa ni driver. Bwana Yesu asifiwe. I'm coming home to give you practical examples. Kutokea shida hapa kanisani, yule anayeshikwa ni treasurer. Mchungaji yuko wapi? Mbona anaachilia kondoo zishikwe ziingie katika hatari, yeye anaenda kula na kuswim pool. Wengine wanaenda coast. Bwana Yesu asifiwe. Makosa kubwa sana. The shepherd should give his life for the sake of the sheep. Bwana Yesu asifiwe. Paulo hakuondoka. Shida imetokea, mnataka kuchoma hao watu, mimi niko hapa. Hata anataka kuingia hiyo amphitheater, anataka kuingia cha nguvu, anazuiliwa, usiingie tafadhali. Ukiingia watapiga mawe, usiingie. Paulo anasema hapana, siendi. Kama hao wengine ambao walikuwa wanafanya kazi nao wameshikwa, mimi nataka kwenda mahali wako. Anaambiwa hapana, usiingie. Akagojea. As we begin the new chapter, utasikia Paulo aliondoka wakati kulitulia. When it was now peace, ndio Paulo aliondoka. When believers see that, when young believers see that the pastor is willing to sacrifice on their behalf, they now believe in this God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na naomba mniruhusu nifanye hivyo katika jina la Yesu Kristo. Wakati shida inatokea, sio ndio mimi naondoka, naambia niko na shughuli, niko na mkutano mahali fulani, nimeitwa mahali fulani, sijui nini. Si uko na hizo shughuli saa zile ninaleta pesa. Uniambie kabisa hiyo pesa umeleta, niko busy sana, siwezi kupokea. Hallelujah. Uwe na kazi na shughuli nyingi sana, uniambie mimi leo siwezi kuona, nataka kuletea kataito gari yangu, sijui roho bugu ya gari yangu nikupatie mchungaji. Nikwambie mimi niko busy sana, siwezi patikana. Mbona inakuwa saa zile nakwambia niko na mgonjwa wa hospitali ndio upatikane? Na saa zile niko na roho bugu ya gari unaniambia naweza nikujia mpaka kwako. Yaani hata mimi nijilete. Marufuku. Bwana Yesu asifiwe. What a danger, what a trap. I pray that we shall learn away from this in Jesus' name. Na ukiona mchungaji aliye na ishara kama hizi, jua vizuri yule sio mchungaji wa kweli. He is a hired hand. Ni mchungaji wa kukodishwa. Hallelujah. Mimi nawapenda wachungaji wote ambao wamesimama na mimi nyakati zangu za haja. There is one who came to rescue me nikiwa kwa msitu na wezi na wanyang'anyi. Nikiwa kwa msitu saa 9 usiku. Kajab, ni mchungaji alitokea. Na wengine marafiki zangu. My wife, my brother-in-law, and Minister Jordan. I respect and honor such people. Kwa nini? In my hour of need, they are there with me. Lakini kuna wengine wameniitisha sadaka siku zao zote. Na hata wanaposikia nimelazwa hospitali, hawezi kuja hata siku moja. Hiyo siku ndio kuna appointment mahali fulani, hawezi kosa kwenda. Yesu asifiwe.
Don't you see we have a greater degree of measure sisi wachungaji? Kipimo chetu kiko juu sana. Ndio Yakobo anaandika anasema, msiwe watu wengi wanaotamani kuwa walimu kati yenu. Wewe tuliyetosheka na hiyo dogo. Kwa nini? Ukiingia hapa kipimo chako kiko juu sana. Tunakuangalia kila nyakati, mavazi, muondoko, mienendo, maneno, tabia, kila kitu inaangaliwa kila siku. Na hii ya kujichapa kusema kwa kila mtu aishi maisha yake. Hapana. Ukiingia hapa uishi maisha yako, sisi zote tunakuangalia. Haleluya. Nasema hivi sababu unajua kuna wachungaji wengi wameanza kusema hapana, sio hata washiriki wanafanya hivi, hata mimi naweza fanya. Hiyo ni yao. Wewe umeamua kuwa mwalimu. When you become a teacher, kipimo chako ni juu. Will measure you with a higher degree. Bwana Yesu asifiwe. Naomba wote wanaotamani kuwa wachungaji wainue mikono sasa. Haleluya. Ninazo 20 Biblia inasema hivi. After the uproar had ceased, Paul called the disciples to himself and blessed them and departed to Macedonia. Huu mstari ndio nilikuwa nawaambia. Paulo aligojea mpaka shida ikuishe. Haleluya. Hakuondoka kabla shida ikuishe. Wakristo walio hapa, naomba msiondoke kabla shida zikuishe. Haleluya. Hii tabia ya kuona watu wako tu wakati nyakati nzuri, mavuno yako, chakula kiko, tunakula, mambo yanaendelea vizuri. Hiyo tabia naomba sisi tuiache. Tuwe in thick and thin. Kukiwa na shida kusiwe, sisi tuko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Paulo aligojea mpaka shida ikwishe. Biblia inasema hivi, he called the brethren, he embraced them and he encouraged them. Niuliza juzi, ni nani anafaa ku-encourage mwingine? Ni yule aliye katika shida au ni yule ambaye ako katika furaha? Paulo ndiye ako katika hatarini, and he is the one who is encouraging the others. Hallelujah. Ndaomba katika jina Yesu Kristo, hata wakati utafutwa kazi, uwe ndio utasimama hapa mbele utu-encourage sisi. Hallelujah. Na hata kukiwa na shida fulani, wewe ndio utakayesimama kutupatia motisha hapa. And continue on in that journey. Christ is with you. Hallelujah. And then now verse 2. Now when he had gone over the region and encouraged them with many words, he came to Greece and stayed 3 months. And when the Jews plotted against him as he was about to sail to Syria, he decided to return through Macedonia. And Sopater of Berea accompanied him to Asia. Also Aristarchus and Sychadus of the Thessalonians, and Gaius of Derbe, and Timothy, and Tychus, and Trophimus of Asia. These men going ahead waited for us at Troas. Now Luke is talking. But we sailed away from Philippi after the days of unleavened bread in the days, joined them at Troas, where we stayed 7 days. Ona hiki, katika sehemu zote Paulo anakoenda, hakuna mahali anaenda kama soja kivyake. Haleluya. Simeona hivyo katika maandiko. Kila mahali Paulo anapokwenda kuhubiri, anabeba watu 2 3. Wengine anawaacha hapo wakihubiri, anaendelea pale anachukua 2. Bwana Yesu asifiwe. Kumaanisha katika imani hakuna watu soro na hakuna watu wanaenda kivyao. Haleluya. Ndugu yangu ya mama wanasemanga boga ya ndweki. Ile buffalo ambayo inaishi kivyake. Unaelewa? Haina rafiki, haina mtu mwingine, anaishi tu kivyake. Anafanya vile anataka, anafanya vile anafikiria. Katika maisha ya wokovu hakuna hiyo. The Bible encourages us, do not forsake the gathering together of brethren. Ukienda hatua 2 3, hakikisha mko na watu 2 3. Hawa watu watakutia motisha, they will encourage you. Number 2, watakukosoa ukikosea. Haleluya. Nisije hapa na wapatia hadithi yangu na waambia kuna mahali tulikuwa tunahubiri kutokea muujiza. Yule rafiki yangu akiwa hapa aliyekuwa hiyo siku atakwambia haikuwa muujiza kubwa. Wacha kumagnify. Wacha kuifanya watu wasikie ni kama kuna mtu alifufuka. Hakufufuka, ilikuwa tu alikuwa amefaint. Mnaelewa? That is the reason why we carry brethren along with us. Lakini usipofanya hivyo, kiburi itakupanda. Unaanza kuambia watu vitu haziko. Bwana Yesu asifiwe. Especially watu wote wanafanya kazi ya, naipenda sana hii kazi tunahitaji ya evangelism.
Anahubiri hapa, kesho hatakuwa hapa, atakuwa pengine. Maana mwaka huu mwingine atakuwa mahali pengine. Hawa watu nawapenda sana. Shida tu ni hii moja. Akihubiri hapa hakuna witnesses. Kile alihubiri mahali kwingine kilifanyika. So kuna uwezekano mkubwa sana. Aanze kuambia vitu vikubwa sana, vikubwa mno. Na hii hali hakuna. Those things do not exist in reality. Bwana Yesu asifiwe. Naomba ubebe watu wawili watatu watakao kukosoa na watakao tembea na wewe wakutie motisha saa zile nasikia uko chini. Bwana Yesu asifiwe. Why these people are sent of God. Blessed be the name of the Lord. Hallelujah. Niseme mistari hii imebaki hapa nikibie kidogo yote pamoja. Now the first day of the week, when the disciples came together to break bread, Paul ready to depart. The next day spoke to them and continued his message until midnight. There were many lamps in the upper room, and they were gathered together. And in the window, verse 9, and in a window sat a certain young man named Eutychus, who was sinking into deep sleep. He was overcome by sleep, and as Paul continued speaking, he fell down from the third story and was taken up dead. But Paul went down, fell on him, and blessed him, and said, Do not be troubled yourself. Do not trouble yourself, for his life is in him. Now when he had come up, had broken bread and eaten, and talked a long while, even until daybreak, he departed. And they brought the young men in alive, and they were not a little comforted. Hallelujah. Kuna mambo fulani hapa ningetamani kuyaguzia nikimalizia. Paulo ameenda mahali kuhubiri na ni mahali palipo juu. Biblia inapaita like that from. Hallelujah. Akihubiri pale kumejaa lamp, inamaanisha ni usiku sasa. Na anamhubiri kukiwa na watu wamekaa kote mpaka kuna jamaa amekaa kwa dirisha. Yeye amekaa kwa dirisha. Ameona Paulo amechapa masaa 3 ya injili. Ameongeza nyingine 2. Kausingizi kanajileta yenyewe. Na ni usiku. Akalala. And then, you know why I'm saying this? It is better off to have that person in church. Hallelujah. Huyo jamaa hako havuti pombe kule, kunywi pombe kule nje, angalau wako kanisani. It is even a bigger problem if that person was elsewhere. Tungesikia ni mwizi, tungekuwa na shughuli. Bwana Yesu asifiwe. Huyo jamaa alitandika chini akaanguka. Paulo akaweka koma kwa service. Mnielewa? Sio full stop. Akaweka koma. Akasema wacha tushughulikie hii. Akateremka chini. Biblia inasema hivi, he embraced him. Hakumwekea mkono kukemea pepo. See the message. He embraced him. He embraced him. Nilifunzwa hivi. Ukitamani watu wakubali injili, don't show them they are there and you are here. In fact, nilifunzwa usifanye kanisa likuwe kama classroom. Kuna tofauti ya kanisa na classroom. Classroom ni mahali watu hawajua wanakaa upande huu, wala wanajua wanakaa upande huu. Umeelewa? Sema walimu ni wabaya. Naomba mnielewe. Nikaambiwa usikuwe headmaster. Ati wewe ni kuomba watu kichwa. Wewe ndio unajua vitu vyote. You are topping up others with anointing. Hapana. The gospel should be a relationship. Hallelujah. Paul knows this man ameanguka juu ya usingizi. Amesinzia katika ibada, amechapa chini kwa dirisha. Lakini Paulo hakuingia hapa kusema huo jamaa achaneni na yeye. Ametuzubua hapa sana. Na nasema jaribu kusema Bwana Yesu asifiwe na watu ajibu. Unaona anasingizia. Paul akaweka koma kwa ibada. Akasema tushughulikie jamaa kwanza. He went down and blessed him. Biblia inasema akarudiwa na uhai because he was dead. And then he came back to the service and he continued with the service. Bwana Yesu asifiwe. Those of us who are desiring to be used of God. Wakati Yesu aliuliza, sijui kama niwasomea hapa maandiko. Kitabu cha Yohana. Alipouliza, kuna wadugu hapa wanakuja wanasema, Yesu turuhusu tukemee hawa watu. Turuhusu itisha moto kutoka mbinguni hawa watu wafagiliwe. Yesu akasema, hamjui the kind of a spirit you are born into. Hallelujah. Mmezaliwa na roho tofauti. Nyinyi sio watu wa kukemea wengine. Sio pepo, wanadamu sio pepo. Hello. Wanadamu wanafaa kuwa handled with a lot of care. Blessed be the name of the Lord.
Na hapo ndio Yesu akatufunza ya kwamba if you want to win people to the kingdom of God, use relationship. Na ndio Paulo anamkubatia. I hope you can see this even in the previous chapters zenye tumesoma za Acts. Ya kwamba kuna watu Peter and Paul were calling my brother. Yaani mtu ako katika shida, ako katika uovu, anaingia katika dhambi, but the person who is coming to restore the person anamuita my brother. Hallelujah. Relationship. Lakini ukituma watu wawili waende wakafanye counseling mtu fulani ambaye ameanguka, naambia yeye unajua usitukubatie. Mimi nilifunzwa kijiji kwetu. Mtu akiingia katika dhambi humpatii hug. Si ni kweli? Wangapi tumetoka kijiji hapa unaelewa hiyo? Kama hajakoka vizuri kabisa, ukimsalimia unamsalimia na mwisho wa vidole hivi. Asikuambukishe dhambi. Hallelujah. That is not the gospel. The gospel ni unaenda kwa huyo mtu ambaye amepotea, unamkubatia, mwambie karibu ndugu yangu. Tumekosa your fellowship for so many years. We miss you. Paul embraced a dead body. Imagine someone embracing a dead body. Biblia inasema alifufuka, akarudi juu. La mwisho hapa, Biblia inasema ya kwamba aliumega mkate. And this is a sign of the communion of brethren. Aliumega mkate, wakala na wakakunywa. So which is characteristic of any church. The church of Jesus Christ, even today, we should practice. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho 11 that as often as you do this, often inamaanisha mnapoifanya mara nyingi iwezekanavyo. As often as you do this, you're proclaiming the Lord's coming. Hallelujah. So mnakubali hapa kanisani pia nasi. We break the bread. We gather here, we fellowship, we break the bread. Our issue is not kuwa na tabia ya kukula mkate pamoja. Haja yetu sana, as we do this, we are proclaiming his coming. Hallelujah. As we do this, we are declaring that his death was for our remission and forgiveness of our sins. May the Lord bless you so much. Baba yetu tunakupa sifa na heshima, tunasema ni asante maana Bwana neema na mkono wako umekuwa juu yetu. Asante Bwana kwa maana umetunenea mambo yaliyo mengi asubuhi ya leo kupitia kwa ile huduma ambayo Paulo alifanya katika jina la Yesu Kristo. Tunaomba maisha yetu Bwana yabadilishwe kamwe na wewe. That you may transform us, that you may change us, that you may cause us to walk in the journey in the path that Lord you've called us to in Jesus' name. We pray that your grace may abound towards us, our Father, that your favor will outflow over our lives in Jesus' name. Thank you because Lord you shall do it. Naomba Baba ukatusamehe mahali tumekosea. Na kila chochote Bwana ambacho tumetenda kinyume na mapenzi yako Mungu, usikihesabu juu ya maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Tuomba damu ya Yesu Kristo ikanene mambo mema kutuhusu na neema yako Bwana ikatawale maishani mwetu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa maana Baba utafanya haya yote katika maisha yetu. Tunakupa sifa na heshima katika jina la Yesu Kristo, naomba na kuamini. Amen.